Karibu sana mpendwa msikilizaji wa Mama Media, unapoungana nasi asubuhi ya leo katika maombi na tafakari ya neno la Mungu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neema hii. Asante kwa siku mpya ambayo tumeiona. Tunachojua ni kwamba haiko kawaida, lakini ni neema kutoka kwako. Siku ya leo natamani iwe ni mbaraka kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza. Katika kazi zake zote upate kumtembelea. Wale ambao wanatumika mashambani wabariki mashambani. Wale ambao wanakuwa mjini wabariki mjini kama ilivyo ahadi yako. Neema yako iwe juu yetu. Katika vipindi hivi vya maombi na tafakari ya neno lako, tunaomba mkono wako uendelee kuonekana. Tunakualika uanze pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Sema tena Bwana, kwa moyo wangu kwa utu wangu wote, neno lako ni uzima. Ukinena nami Bwana, mimi sitapotea. Neno lako ndilo taa, giza halina nguvu kwangu. Tena katika somo la leo ambalo linaitwa neema ya Mefibosheti. Neema ya Mefibosheti. Inawezekana iwe mara yako ya kwanza kusikia neno Mefibosheti katika maandiko matakatifu, lakini leo katika dakika 3 au 4 tutaangalia habari za Mefibosheti. Mefibosheti ni nani? Neema yake ilikuwa namna gani? Na tunajifunza nini katika maisha yetu ya leo? Mefibosheti ni mtoto wa Yonathan. Yonathan ambaye ni mtoto wa Sauli. Sauli alikuwa ni mfalme wa Israeli. Alitawala kwa muda mrefu na baadaye Roho wa Mungu akamuondokea na Mungu akamchagua Daudi kama mfalme wa kuingia kwa nafasi ya Sauli. Wakati Roho wa Mungu alikuwa amemuondokea, Israeli waliendelea kupigana vita huku wakiwaza wanakuwa na Mungu katikati yao, lakini kwa bahati mbaya Mungu alikuwa amewaondokea. Na katika vita hivyo, kwa bahati mbaya, Saul na Yonathan mtoto wake wakafariki. Ndiyo alipopata habari ya kuwa rafiki yake Yonathan alikuwa amefariki pamoja na mfalme Sauli, aliomboleza, lakini bila shaka ndiye aliyetawala kama mfalme wa Israeli. Katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathan? Daudi alipokuwa sasa ametawazwa kama mfalme, akakumbuka wema ambao rafiki yake Yonathan alikuwa amemfanyizia. Hata kama alikuwa ni mtoto wa adui yake Sauli, lakini walikuwa ni marafiki. Na kwa wema huo ambao Yonathan alimfanyizia Daudi, basi akaamua kuulipa kwa mtu yeyote ule atakayegundulika ya kuwa amesalia katika nyumba ya Sauli. Akatuma wajumbe wakaenda kupeleleza katika familia ya kifalme iliyopita. Na kumbuka ndugu yangu ya kuwa ilikuwa ni wakati mgumu kwa familia hiyo. Wamepoteza mfalme, wamepoteza mashujaa ambao wangeingia kwa nafasi ya mfalme huyo. Nafikiria katika nchi ambayo mumepoteza mfalme, familia hiyo ingekuwa ni familia ya kujificha, haipendi kuonekana kwa sababu wangehofia hata kuuawa pia. Lakini Daudi akapenda kulipa mema kwa mema kama Biblia inavyotuamuru. Wakaenda katika nyumba ya Sauli, wakamkuta mtoto wa Sauli ambaye sasa anaitwa kwa jina la Mefibosheti. Biblia inasema ya kuwa yeye alikuwa ni kilema. Alikuwa ni kilema wa miguu miwili. Alikuwa hana uwezo kabisa wa kufanya mambo. Na fikiria, piga picha ya mtu ambaye ni kilema. Kwa kawaida sana inawezekana alikuwa ni maskini. Alikuwa hana tena matumaini. Amepoteza baba yake ambaye ni Yonathan.
amepoteza pia babu yake ambaye ni Sauli. Familia yao imepoteza ufalme. Familia yao ambayo ilikuwa ikulu sasa inaanza kukimbia. Biblia inasema katika Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa 6, basi Mefibosheti mwana wa Yonathan mwana wa Sauli kaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akajibu, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, haleluya, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathan baba yako. Mimi nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Neema ya Mefibosheti. Ni mtu ambaye alikuwa amepoteza matumaini. Wamepoteza ufalme, wamepoteza ikulu, wamepoteza samani ambayo walikuwa nayo. Na ukiunganisha kwamba yeye alikuwa ni kilema, hana uwezo wa kujitafuta, alikuwa kabisa hana matumaini. Lakini akapata neema kutoka kwa mfalme Daudi, akamwambia, usiogope Mefibosheti, kwa sababu mimi nitakulipa mema. Mema ambayo baba yako alinifanyizia nitakurudishia nayo. Mashamba yote ya mfalme Sauli nitakurudishia nayo. Nawe utakula chakula mezani pangu daima. Fikiria ndugu yangu, mtu ambaye alikuwa hana matumaini, lakini sasa anajikuta katika kiti cha ufalme, anajikuta anaongea na mfalme ambaye ni Daudi, na anapewa neema hiyo ya kumrudishia kila kitu ambacho walikuwa wamekipoteza, na kuletea matumaini ya Mungu ambaye anawatetea wanyonge na wasiojiweza. Mungu ambaye anainua wale ambao hawana mtetezi na anawatetea. Mungu ambaye alimuinua Mefibosheti akamtosha katika maisha ya kuhangaika na kukimbia, akamuleta ikulu katika nyumba ya kifalme, akamrudishia vyote ambavyo alikuwa amevipoteza, na akaishi na kuzeekea katika meza ya kifalme. Mungu huyo huyo angali anatenda katika maisha yetu. Anaweza kurudishia vitu ambavyo umevipoteza. Inawezekana umepoteza vitu kiroho au kimwili, umepoteza vipawa vyako, umepoteza nafasi yako, umepoteza upako wako, umepoteza hata vitu vya kimwili, umepoteza kazi yako, umepoteza watoto wako, umepoteza mashamba yako. Na kutangazia Mungu ambaye anakuwa na uwezo wa kurejeshea vitu ambavyo umevipoteza. Neema yake inapofunguka kwako, kama kwa Mefibosheti, kila kitu ambacho kilikuwa umeona kwamba hakiendi sawa, anaweza kukinyoosha. Siri ni kumtegemea, kuendelea kumuomba, na unapokuwa na nafasi mtolee maisha yako, naye atatenda katika maisha yako. Mungu akubariki sana.